Mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kuchezea chezea. Mwezi wa Ramadhani ni fursa kwa ummati Muhammad. Miongoni mwao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema idha dakhala al-ashr al-akhir, pindi lilipoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Shadda mi'zarahu, alifunga kibwebwe, alifunga kilemba chake. Wa hadha kinaya, hii ni kinaya kwa kutuonyesha kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama aliongeza jitihada, aliongeza bidii. Tuko wapi sisi? Hatuna madhambi. Fahal mi hajati fauti hajatahu, je, yupo mwenye shida zake nimpe shida zake? Je, yupo mgonjwa nimponyeshe maradhi yake? Aina nahan, je, yupo ambaye hana kazi nimpe kazi? Hana riziki, ana uzito wa riziki, yuko wapi? Aina nahan. Tuko wapi sisi na Ramadhani? Ukiwa ndani ya msikiti umekusudia itikafu, siku hiyo ikafikiana ni siku ya Lailatul Qadr, Allah anakuandikia wewe ni mwenye kufanya ibada ya itikafu miaka 83. Tena miaka 83 hiyo ni piwa, ambayo labda sio kwamba ulikuwa unaenda uani, ulikuwa unaenda sokoni, ulikuwa yote miaka 83 pamoja na masaa yake 24, wewe ni mmekaa itikafu kimwomba Allah. Sisemi ulikuwa unaswali, sisemi ulikuwa wewe ulikuwa unafanya istighfar, sisemi ulikuwa unasoma Qur'an ambayo imeshuka ndani ya mwezi huu. Sio hivyo tu, hadithi iliyopokelewa na Nana Aisha asema kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindi lilipoingia al-ashr al-akhir, 10 la mwisho, atakafa, alikaa itikafu fil masjid, ndani ya msikiti. Wallahi itikafu tunayezungumzia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliokaa, sio itikafu ya sisi ya Kiswahili tunayekaa. Sio hii ya Kiswahili sisi tunayekaa, tunakuja saa 6 ya usiku au saa 4, alafu alfajiri huyo umeshachurupuka. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikaa itikafu ya namna gani? Mwezi huu wa kuweza kufaulu na kwenda janna, akatuletea mwezi huu wa kuweza sisi kubadilika na kuwa wacha Mungu, akatuletea mwezi huu wa kufanya sisi tuwe ukaribu na Mwenyezi Mungu, sisi na Mwenyezi Mungu tuende kwake na tumkumbatie Mwenyezi Mungu, tukaacha yale yaliyopita tuliyomkosea na tukaweza kutubia ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya. Wassalatu wassalamu على خير البرية وهو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، خصوصا في شهر هذا، شهر الكريم، شهر السعادة، شهر العبادة، شهر الذي فرض الله علينا بالصيام، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah Jalla Maula na kumtakia rehma na amani zimwendee khairul bariya, naye si mwingine ni Bwana Mtume Muhammadin, nipende kuihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusia ndugu yangu Muislamu swala adhimu, swala tukufu, swala ambalo ndiyo malengo na makusudio ya Allah kukuumba wewe na mimi kuja katika mgongo huu wa ardhi, na tusitake kuisahau. Nipende kuikumbusha nafsi yangu kwa kusoma aya, na ya kwako vile vile ipate tadhkir.
wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Allah asema sikuumba binadamu na majini isipokuwa lengo kubwa lilomuumba mwanadamu huyu, lengo ni ibada. Tufahamu mwanadamu anayoambiwa ni wewe. Fahamu tumekuja katika mgongo huu wa ardhi kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kumwabudu Allah. Ndio lengo Mwenyezi Mungu alilotuletea katika mgongo huu wa ardhi. Wala tusitake kujisahuzisha nafsi zetu na tukafanya mengine. Allah tuambia tena, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini Allah, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, fanyeni ibada ukweli wa kufanya ibada, acheni ya haramu ukweli wa kuyaacha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, isije ukawakuta mauti na usiokute mauti ila hali ya kuwa wakute mauti hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu, hali ya kuwa nyinyi bado mnamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kuwa nyinyi hamjasahau lengo la Allah kutuleta katika dunia hii. Ahbabi Rasulillah, nahnu fi shahr Ramadan, shahru mubaraka. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, walillahi alhamdu, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutuletea mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa fursa sisi wanadamu, ametupa fursa sisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umma ambao ni bora kuliko ni umma mwingine, akatuletea mwezi huu wa kujitoharisha na madhambi yetu, akatuletea mwezi huu wa kuweza kufaulu na kwenda janna, akatuletea mwezi huu wa kuweza sisi kubadilika na kuwa wacha Mungu, akatuletea mwezi huu wa kufanya sisi tuwe ukaribu na Mwenyezi Mungu, sisi na Mwenyezi Mungu tuende kwake na tumkumbatie Mwenyezi Mungu, tukaacha yale yaliyopita tuliyomkosea na tukaweza kutubia ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Allahu Akbar. Huzuni iliyokuja kubwa, tayari Ramadhani imeshatuacha. Subhanallah, tayari ni huzuni kwa sisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mwanazuoni mmoja asema, mwadau ya Ramadhan, muago ni mwezi wa Ramadhani unatuacha. Tayari mwezi shahru saada, shahru liibada, shahru tauba, mwezi wa saada, wa kuvuna ubwana kwa Mwenyezi Mungu, mwezi wa kusamehewa madhambi yetu, mwezi ambao sisi tunautamani ungebaki na sisi, kama anavyotuambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, lau mngejua maafi Ramadhan, yale yanayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, la tamanna sanna kullaha, likatamani Ramadhani iwe mwaka mzima ni Ramadhani. Lakini Allah ametuambia siku zenyewe ayyama maaduda, masiku yenyewe ni machache. Msiba mkubwa tulionao umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, masiku yenyewe tayari yameshakatika. Siku ile ya saumu ya 15 anashuka Jibrilu, anatuombea umati wake, poleni umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kwa kuondokewa na mwezi mtukufu, mwezi adhim, tayari umeshaondoka. Bali insana ala nafsihi basira, hebu kila moja na atazame ndani ya nafsi yake ni nini imechuma ndani ya siku 20 hizi. Bila shaka Ramadhani itarejea, lakini mwaka huu ilivyorejea ilikuta wale waliokuwepo mwaka jana wengine hawapo. Na kama upo, huna fursa na uwezo wa kukabiliana na ibada kama ule mwaka jana. Shema alaikum ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tayari Ramadhani inatuaga. Tumebaki ayyama maaduda, katika yale masiku machache ambayo machache zaidi. Sasa ndani ya 10 hili la mwisho kuna fadhila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotugawia kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna 13. 10 la rahma, angalia ulivuna nini. 10 la maghfira, angalia Allah kweli umelia kwa Mwenyezi Mungu, Allah akakusamehe. Tubu ila Allah taubatan nasuha, tauba ya kweli ni ipi? Toba ya kweli kwa ufupi ni kwamba mtu kwanza kung'oka ndani ya madhambi yale uliyokuwa unakabiliana nayo. Ulikuwa wewe ni mlevi,
ulikuwa wewe ni mfanyabiashara ya riba, ulikuwa wewe unapima mizani hovyo, ulikuwa wewe na madhambi kadha kadha, ulikuwa ni mshirikina, ulikuwa ni tariku sala, kwanza ung'oki, achana na yale madhambi, alafu enda katika maamrisho ya Allah. Ni kweli tumefanya hivyo, walillahi alhamd. Tunaona Waislamu kweli wameipokea Ramadhani kwa kufurahika. Sasa hivi tunajaa misikitini. Toba ya pili katika toba, miongoni mwa sharti za toba, ni mtu baada ya kung'oka na akarejea, linalofuata ni kujuta. Ya Rabbi, mimi nilikuwa ni mlevi. Ya Rabbi, mimi nilikuwa ni mshirikina. Ya Rabbi, mimi nilikuwa ni tariku sala. Tubu ilaika taubatan nasuha, nisamehe madhambi yangu ya Rabbi. Ni kujutia na lile uliokuwa unafanya. Na la mwisho kwa uchache wake, basi la mwisho ni mtu akaazimia kwamba sitorejea tena katika yale niliyokuwa nafanya, sitorejea tena katika kwenda kufanya biashara ya ulevi, sitorejea tena mimi kuacha swala, sitorejea tena kwenye kufanya mambo maasi yoyote kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio itakuwa taubatan nasuha. Lakini kama bado imeingia Ramadhani, bado wewe unalewa, imeingia Ramadhani bado wewe swala hufanyi, imeingia Ramadhani wewe hujatubia na hujaazimia kwa Allah, bado wewe taubatan nasuha bado hajakuhusu. Ahbabi Rasulillah, baada ya 10 la maghfira, sasa hivi tunalo 10 la itqum minan nar, la Allah kuwaachilia waja wake na moto. Baada ya kuwa wamepata rahma, wamepata maghfira, Allah anawaachilia huru na moto wa jahannam. Na Mwenyezi Mungu atukinge na moto wa jahannam. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, moto wa jahannam tunautaja labda kama tunatasawir kichwani mwetu kama ni moto tunaufahamu. Ile mioto unayoifahamu wewe ya kidunia, kama unafahamu radi, unafahamu labda moto wa umeme au moto wa makaa ambao ndio moto unateketeza zaidi, au moto wowote, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huo bado haufikii adhabu yake wala bado maumivu yake wa Allah aliyoandaa kwa wale wanaomwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maumivu yake ni makali kuliko ni hayo. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alikuwa akikabiliana namna gani na 10 hili la mwisho. Na tunayemzungumzia Rasulullah ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala sema ghufir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah alishamsamehe yaliyotangulia katika madhambi yake na yaliyopita. Yani madhambi yaliyopita alishamsamehe na yajayo Allah alishamsamehe. Angalia namna gani alikabiliana na Allah kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kutuonyesha ummati Muhammad, mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kuchezea. Mwezi wa Ramadhani ni fursa kwa ummati Muhammad. Miongoni mwao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema idha dakhala al-ashr al-akhir, pindi lilipoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Shadda mi'zarahu, alifunga kibwebwe, alifunga kilemba chake. Wa hadha kinaya, hii ni kinaya kwa kutuonyesha kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama aliongeza jitihada, aliongeza bidii ndani ya kusimama na ndani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sio hivyo tu, wa ahya lailatahu, na mausiku ya mwezi wa Ramadhani 10 la mwisho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyahuisha. Kwa maana aliyahuisha vipi? Hakulala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya istighfar, kwa ajili ya tasbih ya kumsabahi Allah, kumhimidi Allah, kumshukuru Allah, ibada mbalimbali anazokuwa anazifanya. Huyu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisemi mimi na wewe. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliongeza bidii na hakufanyia hilo tu, kuishia hilo, bali wa aiqadha ahlahu, aliwaamsha pia wake zake. Jamani, amkeni, hili ni 10 la mwisho, 10 ambalo fihi lailatul qadr, 10 ambalo linapatikana ndani yake lailatul qadr. Aina nahan, tuko wapi sisi? ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي المنادي هل من سائل فأوتي مسأله، هل من مستغفر فأستغفر له، هل من حاجة فأوتي حاجته. Allah ananadi katika wingu wa dunia siku za Ramadhani 10 la mwisho, anasema je, yupo mwenye kutaka msamaha ni msamehe madhambi yake? Tuko wapi sisi? Hatuna madhambi. Fahal min hajati fauti hajatahu, je, yupo mwenye shida zake nimpe shida zake? Je, yupo mgonjwa nimponyeshe maradhi yake? Aina nahan, je, yupo ambaye hana kazi nimpe kazi? Hana riziki, ana uzito wa riziki, yuko wapi? Aina nahan.
Tuko wapi sisi na Ramadhani? Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisimama na akakesha. Sio hivyo tu, hadithi iliyopokelewa na Nana Aisha asema kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindi lilipoingia al-ashr al-akhir, 10 la mwisho, atakafa, alikaa itikafu fil masjid, ndani ya msikiti. Wallahi itikafu tunayezungumzia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliokaa, sio itikafu ya sisi ya Kiswahili tunayekaa. Sio hii ya Kiswahili sisi tunayekaa, tunakuja saa 6 ya usiku au saa 4, alafu alfajiri huyo umeshachurupuka. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikaa itikafu ya namna gani, kwamba kilikuwa yeye utaratibu wake, ima anaingia kabla salati al-fajr au baada salati al-fajr, kabla tuluu al-shamsi, kabla jua halijachomoza, alikuwa anaingia msikitini na kukaa usiku na mchana. La yakhruju illa lihajati, alikuwa hatoki isipokuwa kwa haja dharura ya maana kabisa. Na ni sunna vile vile kwa mtu ambaye amekusudia itikafu, anakaa kama Rasulullah. Anasema hata kwenda kwamba kuna mgonjwa kwenda kumwangalia alikuwa hatoki. Hata kuna mtu amekufa kwenda kuzika alikuwa hatoki, analazimiana na itikafu. Hiyo ndio aliyotufundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumerahisisha, tumefanya nyepesi kabisa. Hata usiku mmoja basi njoo unakuja saa 4, unakesha saa 1, unaamshwa kwa ajili ya tahajjud, nusu saa kwa ajili ya kisomo, alafu baada ya hapo daku, baada ya hapo umeshamaliza, baada ya alfajiri umeshatawanyika. Bado ni ngumu Waislamu. Aina nahal, tuko wapi sisi na Ramadhani? Hatuna shida, hatuna madhambi, hatutaki msamaha, hatutaki kupona. Aina nahal? Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li فيا فوز المستغفرين ويا نتاج تائبين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحباب رسول الله، أوصيكم وأوصي نفسي بمرة أخرى وياي بتقوى الله وطاعة. wapenzi watukufu wa Kiislamu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipenzi vya ummati Muhammadin, kwa mara nyingine namshukuru Allah na kumtakia rehema bwana Mtume Muhammad. Nipende kuihusia kwa mara nyingine nafsi yangu pamoja na ndugu yangu Muislamu unayesikiliza, alaina bitaqwallahi in kunta khafila, tujilazimishe kumcha Mwenyezi Mungu tukiwa sisi tunye kughafilika. Alaikum bitaqwallah, tujilazimishe kumcha Allah. Wallahi inna khayra libas almar'i ta'atu rabbih wa la khayra fi man kana lillahi asiya. Wallahi ndugu yangu Muislamu, hakuna kitu kizuri chenye ladha, hakuna vazi zuri lenye kupendeza, hakuna tabia nzuri ya wewe ambayo itaonekana ni nzuri kwa wewe kama kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, wala hakuna ubora wowote kwa mtu ambaye yeye amejikita kwenda kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alaina bitaqwallah, tujilazimishe kumcha Allah, na mengi ndani ya kumcha Allah. Imam Shafi asema yatika al-arzaq min haythu la tahsib, riziki bana hii itakuja wewe kumcha Allah, riziki zitapatikana kwa namna ambayo wewe haukutarajia, wa namna wala kuhuzania. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema law annakum tatawakkaluna ala Allah haqa tawakkulih, law hakika sisi ummati Muhammad, sisi wanadamu tungemcha Mwenyezi Mungu kweli kumcha, la razakakum kama yarzuqu tayra, tungeruzukiwa kama Allah anavyomruzuku ndege. Ndege hana shamba, hana biashara anayofanya, hana kibanda, wala hana kitu chochote anachotegemea isipokuwa yeye kila siku anategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku ndani ya kiota chake anatoka akiwa na njaa, lakini mwisho wa siku jioni anarejea hali ya kuwa ameshiba. Mvua inyeshe, mvua isinyeshe, Allah anamruzuku ndege huyu, na kila siku maisha yake yanaendelea paka ila yauma biqatila, paka siku mauti anayemkuta. أحباب الرسول الله، نحن في شهر رمضان وفي شهر الأخير
Tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani na tuko ndani ya 10 la mwisho. Allah anatuambia mwezi huu la'allakum tattaquna, lengo ni kuwa sisi wacha Mungu. Sasa siku zenyewe zimeisha. Sasa tujiangalie nafsi zetu, ucha Mungu tumeupata? Ucha Mungu tulishaupata? Na miongoni mwa kujua kwamba ucha Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani umeupata ni wewe kwamba umeazimia yale madhambi yako, kama nilivyosema kwamba hutorejea tena. Lakini pamoja na yote, ubora zaidi ulioko ndani ya mwezi huu, fihi lailatul qadr, ndani ya mwezi huu kuna lailatul qadr khairu min 1000 shahr, ambayo ni bora kuliko ni miezi 1000, sawa sawa na miaka takriban 83. Wanazuoni wameenda kutuelekeza na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatuelekeza kwamba Lailatul Qadr hupatikana sana sana ndani ya 10 haya ya mwisho, ndani ya 10 hili la mwisho, hususan katika siku za witri. Nimezungumza nyuma itikafu kwamba ni ibada, na itikafu la yujadu illa fil masjidil jamaa. Itikafu haipatikani mahala popote isipokuwa katika misikiti ya jamaa, ndio itikafu inapatikana. Basi hiyo itikafu yetu ya Kiswahili njoo tukae nayo hapa, itikafu ya kuja saa 4 au saa 3 tukakaa mpaka alfajiri. Njoo basi hiyo sisi tumetingwa na dunia. Basi baada ya alfajiri wewe nenda tukae, tulete nyiradi, tufanye istighfari, tusali tahajjud. Na yoyote mwenye kufanya hivyo na akafikia na siku aliyofanya ndio siku ya Lailatul Qadr, unaandikiwa wewe mambo mawili. Kwanza, uko katika msikiti unafanya itikafu. Itikafu hii ni ibada katika sheria za Kiislamu. Maana tunaweza kusema itikafu ma huwa itikafu? Nini maana itikafu? Itikafu huwa al-luzum fil masjid, ni kulazimiana katika msikiti ala wajhi al-mahsus, katika njia maalumu, kwamba la yujadu illa fil masjid. Itikafu haipatikani ila katika msikiti. Kwa hiyo hii ni ibada, kama vile unavyosema nimefunga sunna, kama vile unavyosema kwamba nimeswali sunna, kama vile unavyosema mimi nimefanya, basi itikafu ni sunnatu katika sunna ambazo sunnatu muakkada, sunna zilizokokotezwa. Jambo hili la itikafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakuliacha ndani ya umri wake, hata wafahu Allah azza wa jalla, paka Allah akamchukua. Alikuwa anakaa itikafu, hakuacha ndani ya 10 la mwisho. Na baada ya kufa Rasulullah walikaa wakeze na wenyewe mpaka wakafa. Hili alilifanya Mtume, sisi kina nani tusilifanye? Na itikafu tutobora hata swala tunasema bwana shekhe swaumu bwana, huyo ni wewe na Mungu. Lakini itikafu haipatikani nyumbani, itikafu inapatikana msikitini. La yujadu illa fil masjid. Tena msikiti yenyewe ya jamaa. Wewe mwanaume unakaa wapi itikafu? Wewe ni nani? Kuna dhambi, kuna shida na Allah, unakalia wapi itikafu? Ukiwa ndani ya msikiti umekusudia itikafu, siku hiyo ikafikiana ni siku ya Lailatul Qadr, Allah anakuandikia wewe ni mwenye kufanya ibada ya itikafu miaka 83. Tena miaka 83 hiyo ni piwa, ambayo labda sio kwamba ulikuwa unaenda uwani, ulikuwa unaenda sokoni, ulikuwa yote miaka 83 pamoja na masaa yake 24, wewe ni mmekaa itikafu kimwomba Allah. Sisemi ulikuwa unaswali, sisemi ulikuwa wewe ulikuwa unafanya istighfar, sisemi ulikuwa unasoma Qur'an ambayo imeshuka ndani ya mwezi huu. Lailatul Qadr inapatikana ndani ya mwezi huu wa itikafu, ndani ya masiku haya yaliyobakia. Tujipinde Waislamu. Mtume alifunga kibwebwe, basi ni sisi sasa tuone tunafunga kibwebwe kumtafuta Allah, kuitafuta Lailatul Qadr. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Angalia wallahi umati Muhammad jinsi Allah anavyotupenda, jinsi sisi umati Muhammad anavyotupenda. Allah anatupenda Rahman, anasema hivi, man qama ramadan, yoyote mwenye kusimama kisimamo cha mwezi wa Ramadhan, imanan, akawa na imani ya Allah kwamba sisimami mimi isipokuwa kwa ajili yako Allah subhanallah, wa ihtisaban, atfi tafsir kwa maana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah anamsamehe madhambi yake yaliyotangulia, sio ma ta'akhkhar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah anamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Tuko wapi sisi katika salatu tarawih? Na wanazuoni wamesema inatosha mtu kuswali tarawih
pamoja na imamu na akatoka pamoja na imamu, ikahesabiwa yeye ni kisimamo cha mwezi wa Ramadhani. Ahbabi Rasulillah, umati Muhammad, tunapendelewa na tunapendwa, na sisi tupendeke. Ibada hiyo ya saumu Allah akafaradhishia ndani yake zakatul fitr, akaleta zakatul fitr. Kwa nini ameleta zakatul fitr? Na hii zakatul fitr, kabla ya kueleza sababu yake, kwamba naomba tuielewe Waislamu, tushike nukta hii kama tulivyoshika nukta ya kufunga, tumejizuilia kula na kunywa na mengine yote, tushike na hili la zakatul fitr ambayo sasa hivi iko mbele yetu. Zakatul fitr katika sheria za Kiislamu wajibu min alwajibati, ni swala la lazima ala kulli muslimi, kwa kila Muislamu. Naomba tuelewe tofauti. Zaka hii ya zakatul fitr ni tofauti na zakatul mali, tofauti na zaka ya mali ya makulima. Zaka zile zingine ni tofauti, hii ni lazima. Zaka hii ya zakatul fitr ni tofauti na saumu. Utofauti wake, saumu kwamba kuna watu wamepewa fea, kwamba man kana maridhan au ala safari fa'iddatuhu min ayamin ukhar, akiwa mtu ni mgonjwa au yuko safarini ataacha kufunga, atafunga siku nyingine. Kama ni mgonjwa mzee, ugonjwa wake hautaraji kupona, atatoa kibaba. Kama ni mtoto mdogo si lazima. Kama ni mtu ambaye namna gani, si lazima kutolewa, lakini si lazima kufunga. Lakini zakatul fitr wajibu ala kulli muslimi wa muslima, lazima kwa kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, sabiyan kana au kabira, awe mkubwa awe mdogo, au alifunga au hakufunga, zaka ni lazima kwake yeye. Maal asafi shadid, ni somo pana, ni refu, latakia uchambuzi. Waislamu wa sasa tumekuwa wavivu kusoma. Tutachukua humu kwenye hutuba tuende nalo, ili tuweze kuitekeleza ibada hii, kwa sababu iko mbele yetu. Maal asafi shadid, mapungufu makubwa yalionayo, tunachanganya mambo ndani ya ibada ya Allah. Tunachanganya kati ya sadaka na zaka. Zaka ni kiwango maalumu kwa mtu maalumu, kwa vipimo maalumu, kwa wakati maalumu. Ni wajibu, lazima iwe na kiwango maalumu, lazima iwe na wakati maalumu, lazima iwe hiki hapa tufahamu, na utaratibu maalumu. Zaka hii zakatul fitr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema kharaja zakatul fitr, alitoa zakatul fitr sanaa, pishi minat tamri wa shair, pishi ya tende na ngano. Pishi ni vipimo vya huko kwao Waarabuni. Sisi kwetu wanazuoni wakatufafanulia takriban ni kilo 2.5. Kwa maana tutaweza kutoa tafsiri hii, alitoa kilo 2.5 za tende na zabibu. Kwa maana tunajifunza kumbe kiwango maalumu. Kwa maana hii alitoa kwa mtu mmoja kilo 2.5. Sasa kama ni kilo 2.5, basi tufahamu ni lazima kwa kila mmoja kutoa kilo 2.5. Una watoto 2, 3, kila mtoto umtolee kilo 2.5. Una 4, hivyo hivyo kila mtoto ni kilo 2.5. Hata aliozaliwa kabla Ramadhani kuisha, naye atolewe kilo 2.5. Haijalishi udogo wake wala haijalishi ukubwa wake, haijalishi alikuwa na udhuru wa kufunga au hakuwa na udhuru wa kufunga, maadamu ni Muislamu. Yule ambaye wewe baba, wewe mama, familia yako inakulazimu kwamba kukilisha ile familia, kila unayemlisha, kila anakutegemea yeye, hata kama ni mwanafunzi yuko masomoni, yuko boarding anasoma, basi wewe ndio anahitaji chakula chake, lazima umtolee kilo 2.5. Nalifahamika hivyo, si swala la khiari. Mapungufu makubwa, mtu anachanganya kwamba zaka hii ni sawa na sadaka, kwamba nitatoa kile nilicho nacho. Khasha wa kalla, sio kile ulicho nacho au kile unachojisikia. Hii ni dini, inaendeshwa kwa utaratibu na inaendeshwa kwa kanuni na sheria za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeambiwa kilo 2.5, basi toa kilo 2.5. Usiseme huna, halafu ndani ya nyumba yako kuna kuku, kuna bata, kuna mbuzi, kuna nini, halafu sema mimi chakula changu hamna. Angalia Rasul na sheria unatuambia kwamba chakula ambacho unatakiwa kukitoa, uwezo ambao unatakiwa kuwa nao ni uwezo wa milo 2 usiku wa Idi na mchana wake. Kinachozidi baada ya hapo ni lazima utekeleze zakatul fitr.
Ingawa niko haraka, mtakuwa mmeelewa somo hili, lakini tufahamu, kama hujafahamu, kuna walimu wapo, waulize na uweze kujua somo hili kabla haujaingia kwenda kulitekeleza. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arda sahaba al-kiram, khususan Abu Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq taqi wa Ali ibn Abi Talib wa jami' sahabati Allah al-kiram. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya aziz ya ghafar wa aqimis salah. Vyasili Takwa Media, Makambako.